Kabisa kamati hizi zitakuwa kiungo muhimu kati ya TAMISA na serikali, taasisi za kifedha na makampuni ya uchimbaji wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya siku ya leo, local versus global, the role of local mining supplies in mining sector, yani nafasi ya watu wa huduma wa ndani katika sekta ya madini, imebeba ujumbe mzito sana. Sisi kama wazawa tunatambua wajibu wetu katika kuchangia uchumi wa taifa. Ni matarajio yetu kuona kwamba zile takwimu za trilioni 3.1 zinazotajwa kama fursa kwa wazawa, yani local content, watoa huduma wa ndani wa migodi, zinakisiwa moja kwa moja kwenye maisha ya Watanzania wote. Na kupitia sisi kama TAMISA tunatamani tuzione na wanachama wetu wawe wanufaika wakubwa wa pesa hizo, na ndio maana jitihada zetu kuendelea kushirikiana zaidi na zaidi. Jamani, tupigie makofi. Trilioni 3 sio hela ndogo, au zikipita hapa kwetu si ni hatari. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa, tunashukuru sana wewe binafsi pamoja na Wizara ya Madini na Tume ya Madini kwa ushirikiano wa hali ya juu. Mnaendelea kutupatia ushirikiano huu, umetujengea moyo wa kufanya kazi kwa bidii zaidi, uwazi na uadilifu mkubwa. Ulipokuwa nasi kwenye uzinduzi wa chama chetu hiki, ulionyesha dhamira yako kuona TAMISA inakuwa sehemu ya mafanikio ya sekta ya madini nchini. Nasi tunakuahidi hatutakuangusha na tutaendelea kuonyesha uwezo wetu wa kufanya kazi kwa vitendo. Malengo yetu ya TAMISA ni pamoja na kusaidia wanachama wetu kukuza biashara ya watu wa huduma migodini, kuwajengea uwezo ili washindane kwa haki katika soko la madini, kuwezesha mazingira rafiki kwao kupata zabuni migodini, kutetea haki za wanachama wetu, kuhakikisha kuwa uwezeshaji wa biashara ya ndani sekta ya madini unaratibiwa kwa ufanisi pamoja na kuzingatia viwango vya juu, kufanikisha majadiliano kati ya wanachama pamoja na serikali kwa ujumla, uhamasishaji wa teknolojia na utafiti katika kuendeleza maendeleo ya viwanda katika sekta ya madini, kufanya mchujo wa kina vetting ili wanachama wetu waaminike na waepuke kuharibu kazi wanazozipata huko mgodini. Nadhani hao malalamiko mheshimiwa umeyapata sana. Kwa hiyo ni kati ya kazi ambazo sisi kama TAMISA tunajaribu kuzifanya. Kuendelea kuandaa matukio makubwa kama haya ya leo kati ya wanachama wa TAMISA pamoja na wadau wengine zaidi ili kuleta ufanisi katika chama chetu. Ni kuendelea kushiriki makongamano mbalimbali yanayoandaliwa serikalini ili kujitangaza zaidi na kuonekana zaidi sisi kama TAMISA. Kwa kusisitiza, tumejiandaa na event kubwa ya Mining Local Content Forum ambayo ndugu yangu Kasiki anairatibu. Itayofanyika Mwanza, na sisi kama TAMISA tunaahidi kwamba kama tuliopata barua ya kuwa mmoja wa wadhamini katika tukio hilo kubwa, tutashiriki na tunaamini itakuwa ni fursa kubwa kwetu kuendelea kujitangaza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa wadau kuhusu baadhi ya wazawa wanaopewa kazi na kuzembea au kufanya kazi kwa viwango visivyokubalika. Hili jambo tunalipa uzito mkubwa sana. Tumejipanga kuhakikisha kuwa TAMISA inafanya tathmini ya kila kabla ya mwanachama kupewa kazi ili kuimarisha uaminifu na kuepusha migogoro. Tunasisitiza pia ombi letu la kushirikisha moja kwa moja kati ya zabuni na serikali kama tume ilivyotuahidi katika kikao chetu cha tarehe 1 Mei 2025 pale Dodoma. Ushirikaji huu utasaidia wanachama wetu kujiandaa mapema na kuchukua hatua stahiki ili kushiriki kikamilifu katika ushindani wa zabuni hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto kubwa inayotukabili ni wimbi la wageni wanaopata kazi ambazo wazawa wana uwezo wa kuzifanya. Tunaomba serikali ingie kati kwa dhati kuhakikisha haki inatendeka. Tunashauri pia kwamba ushirikiano wa joint venture uzingatie sheria na kanuni za local content kwa niaba ya kuleta tija halisi kwa taifa letu, hasa kuwalinda wazawa. Ndugu mgeni rasmi, katika siku hii adhimu tunasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TAMISA. Tume ya Madini imekuwa mshiriki wa karibu kwetu, na binafsi nimekuwa nikizungumza na watendaji wake ambao wametuahidi ushirikiano madhubuti na tunawashukuru sana. Kipekee napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali kwa kutuonyesha imani kubwa kwa kumteua mtu ambaye ametoka kwetu kama nilivyosema, Dr. Teresia Numbi, katibu wetu wa zamani, kwa kuwa kamishna wa Tume ya Madini.
na tunamfahamu kwa kiongozi mwenye maono, mchapakazi na aliyejitoa kwa dhati kwa ustawi wa sekta hii. Tunaamini atatoa mchango mkubwa sana katika nafasi hii. Naomba tumpigie makofi. Ndugu mgeni rasmi, tunakuomba uzidi kutuamini, nasi kama TAMISA tunazidi kuwa sehemu ya maendeleo ya kweli kwa sekta ya madini na taifa letu kwa ujumla. Tumejipanga vyema na tuna nia thabiti kuhakikisha kuwa huduma zetu zinaleta matokeo chanya. Hitimisho. Kwa mara nyingine nashukuru kwa uwepo wako na watumishi wengine kutoka wizarani pamoja na Tume ya Madini. Tunatambua mlikuwa na ratiba nyingi sana, lakini kwa upendeleo mkaona ni vyema mjumuike na wanaTAMISA na wadau wengine wa sekta madini, na shukrani zingine za dhati ni kwa serikali ya ujumla kuendelea kuwa bega kwa bega na TAMISA. Tukio la leo litafungua milango ya majadiliano mapana baina ya TAMISA, serikali na wadau wengine wakubwa. Tunaamini kwa dhati kuwa pamoja tutaleta mapinduzi chanya katika sekta hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu nafasi nyingine ninachomekea tu hapa, ndugu mheshimiwa. Hapa pia kuna ndugu zangu ambao wameweza kusponsor hii event. Naona bango lao liko pale. Nitakuwa sio mtu wa shukrani kama sitaweza kuwatambua. Na hawa kila siku ni wachache sana, lakini wameweza kufanya, katika uchache wao wameweza kufanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo ni tamani wadhamini wetu pia, namuona Blue Coast yuko pale, namuona State Oil. Naomba tu msimame mwapungie watu wetu. State Oil mama, Geofeed yuko hapo. Ndege Insurance nadhani sihitaji hata kumtambulisha kwa sababu jina lake. Kwa hiyo hawa wamekuwa kwa kweli nguzo yetu sana. Kila nikigusa tu dakika mbili they come through. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ngobile nimekusahau, Madam Ngobile. Basi nashukuru sana, karibuni kwenye Dr. Sebastian Ndege ili aweze kuja kutupa kwa undani zaidi kwa nini tuweze kuwa na umuhimu wa hili jambo na kwa nini tunazindua leo. Dr. Ndege, karibu sana tafadhali. Mpigeni makofi wakati anakuja hapa mbele. Kama nilivyokuwa nimetambulishwa, naitwa Dr. Sebastian Ndege. Mimi nimepata heshima ya kusimamia kamati ya masoko na mawasiliano ya taasisi yetu nzuri kabisa ya TAMISA. Kwa hivyo naomba kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu zangu wa viongozi wa TAMISA kunipa heshima hii, na ninakumbuka kakaangu Peter Kumalilwa alikuwa ananifuatilia kwa muda mrefu sana akiniomba nishiriki kwenye jambo hili, na alikuwa akinisisitiza sana kila tukionana, hata tukionana kwenye sehemu ambazo ni za starehe, lazima anikumbushe kwamba kuna jambo hili tulifanye. Na mimi kwa sababu ya wingi labda wa shughuli zangu nikawa sijamsikiliza sana. Sasa siku moja akaamua kumchukua Dr. Teresia, wakaja ofisini kwangu. Sasa nilipomwona Dr. Teresia nikasema sasa leo hapa kumeshakuwa na hatari. Kwa hivyo nikawasikiliza na kiukweli kabisa nikawa nimeelewa concept nzima na nikakubali wito huu. Kwa hivyo nikaamua kuchukua jukumu hili na mpaka leo tuko hapa. Kwa hivyo kwa heshima kabisa nawashukuru sana kakaangu Peter na Dr. Teresia kwa kunishirikisha kwenye jambo hili. Asanteni sana. Pia tungependa kutaarifu kwamba ilikuwa tuwe na Mheshimiwa Waziri Mavunde ambaye pia amekuwa na udhuru mwingine au na majukumu mengine ya kitaifa. Kwa hivyo kwa hapa atawakilishwa na Katibu Mkuu wa Wizara Madini, kaka yetu, rafiki yetu Yahaya Samamba. Kwa hivyo naomba pia tutambue uwepo wake pamoja na viongozi wengine ambao wameambatana nao ambao nadhani tayari wameshatambulishwa. Lakini pia tunafurahi pia kuona kwamba katibu wetu wa zamani ambaye niliambiwa kwamba tutahakikisha hahodhi yale madaraka huku na huku,
kumteua katibu mwingine, yeye ameteuliwa kuwa kamishna wa Tume ya Madini, dada yetu Dr. Teresia Numbi. Kwa hiyo naomba tumpongeze tafadhali. Hii inaonyesha ni upendo mkubwa, lakini pia utambulizi au tumetambulika kama TAMISA. Yani tumeweka one step ahead, hapo tayari watu wetu wameanza kupata uteuzi. Hiyo si ni baraka jamani? Yes. Pia nafurahi sana kumuona ndugu yangu Kasiki. Kwa kweli ni mtu ambaye amekuwa akitupa support kwa muda mrefu, kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kuwepo hapa. Awali ya yote ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kusababisha sisi sote kuwepo hapa. Bila yeye Mwenyezi Mungu tusingeweza kufanikisha uwepo wetu siku ya leo, hasa tukiwa tunazindua kamati yetu ya mawasiliano na masoko ambayo mimi ndio naiongoza. Lakini hatutatenda wema kama hatutamshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaomba katibu mkuu tupelekee salamu zetu kwamba kwa kweli mama yetu amekuwa mstari wa mbele kwenye kufungua fursa mbalimbali za sekta ya madini kwenye uwekezaji katika sekta ya madini, ambapo mimi mmoja wa watu ambao nimefanikiwa sana kwenye kusafiri katika makongamano mbalimbali ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiongoza kwenye nchi mbalimbali, kuweza kukutana na wawekezaji wa maeneo mbalimbali na ambao pia wameweza kuja Tanzania kufungua migodi, kufungua shughuli za madini na kuwekeza kwenye sekta mbalimbali Tanzania. Kwa hivyo kwa hilo tunamshukuru sana rais wetu. Lakini vile vile tunamshukuru, tupelekee salamu pia kwa kaka yetu Anthony Mavunde, waziri wa madini, ambaye siku zote amekuwa akichukua juhudi binafsi kwenye kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Hata wakati mwingine nimekuwa nikisema kwamba wakati mwingine amekuwa hata akipiga simu akituuliza mko wapi na mnafanya nini. Na hii inaonyesha kwamba initiative hii itafanikiwa sana, kwa sababu waziri wa madini mwenyewe binafsi amelichukulia kama jambo binafsi, he took it personal. Kwa hiyo na anaifuatilia na naamini kabisa kwamba katibu mkuu alipo hapa basi atakuwa anampa baadaye atakuwa anampa mrejesho ya yale ambayo yanaendelea hapa, na atapenda sana kujua tumekubaliana nini. Leo najisikia furaha sana kuwa moja kati ya watu wanaosimamia kuanzishwa kwa kamati yetu ya masoko ya mawasiliano katika taasisi ya TAMISA. Ni heshima kubwa kwangu kuwakaribisha nyinyi zote, watu wote mliokuja hapa, na ninashukuru sana kwamba mmechukua nafasi yenu kuweza kushiriki na sisi. Tunafahamu ni watu ambao mna shughuli nyingi. Siku ya leo sio siku tu muhimu kwenye kuzinduliwa kwa kamati yetu, bali pia ni mwanzo mzuri wa mapinduzi makubwa yanayoenda kutokea kwenye ushiriki wa wazawa na Watanzania kwenye uchumi wa sekta ya madini. Dhumuni hasa la uwepo wetu au shughuli yetu kama TAMISA ni kwanza, leo tunaanzisha kama kamati ya masoko ya mawasiliano ya TAMISA, na sisi kama TAMISA tunataka kuimarisha nafasi ya wazawa au local suppliers katika kushiriki kwenye uchumi wa madini Tanzania. Tumedhamiria kushirikiana na Wizara ya Madini, kama mnavyoona viongozi wa Wizara ya Madini tunao hapa, kuona kwamba dhana ya local content inatekelezwa kwa vitendo na sio kwa nadharia kama ilivyo sasa. Na tunataka kuona bajeti ile inayozungumziwa ya trilioni 3.1 inazunguka kwenye mzunguko wa makampuni ya Kitanzania. Na tulikuwa tunajaribu kuuliza kwamba hiyo trilioni 3.1 mpaka sasa hivi, je, sisi tunashiriki kwa kiasi gani?
na nikaambiwa kwamba inaweza ikawa isizidi hata 10%, lakini sina uhakika na takwimu hii, lakini ndivyo nilivyoambiwa. Lakini sisi tunasema kwamba basi tufikishe hata 50% tu. Ina maana kwamba tutaweza kufanikisha mzunguko wa kiuchumi kwa Watanzania wenyewe, na ni kitu ambacho kitaonekana moja kwa moja kwenye mzunguko wa Watanzania. Kwa hivyo basi sekta ya madini ni nguzo muhimu kwenye uchumi wa taifa, na kama tunavyofahamu kwamba tunachangia sasa hivi ni 10.1% kwa pato la taifa, yani gross domestic product, na namba hii si tu takwimu bali inaashiria umuhimu wa kujitolea kwetu na kushiriki kwetu kwenye shughuli mbalimbali za kutoa huduma kwenye sekta ya madini, na kutambulika kwa members wetu wa TAMISA, kuwawezesha na vile vile kuhakikisha kwamba tunawaunga mkono ndani ya sekta ya madini. Na tunataka kuona members wetu au Watanzania wanakuwa washiriki wa halisi kwa uhalisia, na sio wasindikizaji au wapenzi watazamaji au kulalamika mara kwa mara. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao niliwahi kushiriki kwenye sekta ya madini moja kwa moja kwenye uchimbaji, nikafeli. Na mara nyingi huwa napenda kuwahadithia watu jinsi nilivyofeli, kwa sababu watu wengi wanapenda sana kusikia hadithi njema, hadithi tamu za mafanikio. Lakini mimi niliwahi kufuatwa na mtu mmoja miaka ya 2012-13 hivi. Niliwahi kufuatwa na mtu mmoja akaniambia, bana, mimi nimepata PML zenye madini mengi sana maeneo ya Msoma huko, sehemu inaitwa Sabasaba. Akaniambia hizi PML ninazo kadhaa ambazo ni nyingi sana, mimi siwezi kuzichimba. Kwa hiyo ndugu yangu, wakati nilikuwa Mwanza pale nafungua radio station, na nilikuwa ninawekeza kwenye eneo la kiutalii la beach pale inaitwa Jembe ni Jembe. Sasa yule jamaa akanifuata akaniambia, bwana, mimi nataka twende kwenye uchimbaji na wewe utakuwa bilionea haraka sana, kuna dhahabu nyingi sana, twende zetu. Kwa hivyo nilikuwa na mradi ambao nilikuwa nataka kuanzisha. By that time ilikuwa ni kiwanda, nadhani nilikuwa nataka kufungua kiwanda cha maji. Kwa hiyo nikapiga hesabu, kile kiwanda changu nilitaka kufungua kilikuwa kina I think 8,000 bottles per hour. Kwa hiyo nikasema kwa huu mtaji nilionao na kwa historia alionipa huyu jamaa, nikienda kwenye madini ina maana ninaweza nikadabu, nikaja nikafungua bonge la kiwanda likubwa zaidi. Kwa hiyo nikachukua fedha, tukaingia site kama kauli mbiu yetu tunavyosema, tukutane mgodini. Kwa hiyo na mimi nikaingia mgodini. Nilipofika site tukaanza pale, yeye na wataalamu wake wananielekeza pale. Sasa mimi kwa sababu sijui, lakini mzigo nao, kwa hiyo tukaanza kuzunguka hapa na pale na nini, tukaanza kununua vifaa, tukaanza kujenga fence na uchimbaji ukaanza. Sasa kila uchimbaji jinsi unavyoendelea, mahitaji yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwanza kabisa tulianza kuchimba kwa excavator ya kukodisha. Kwa hiyo baadaye akaniambia, partner wangu akaniambia, bosi, sasa hii excavator ya kukodisha inatukosti sana, tununue ya kwetu. Nikaenda nikanunua excavator, nikaleta site, tukaanza kuchimba. Baadaye kama baada ya wiki tena akasema, hii excavator ya kwetu inazidiwa, udongo ni mwingi sana, tunatakiwa tuna dampa. Nikaenda nikanunua dampa, nikaleta. Baadaye akaniambia, bwana, sasa hili dampa liko moja, tuongeze dampa lingine. Nikaenda nikanunua dampa lingine, nikaleta site. Baadaye akaniambia, bosi, sasa tumeanza kufika kwenye mwamba. Sasa mwamba unahitaji kufanyika kitu kinaitwa drilling. Bosi, unajua drilling wewe? Nikamwambia sijui. Kuna kitu kinaitwa compressor. Nikapelekwa Atrascopco, nikanunua compressor. Bosi wangu yuko hapa Miriana, anajua balaa langu lile. Nikaenda nikanunua compressor, nikaleta site. Compressor ikawa ina drill na pasua miamba. Wakaniambia, sasa haya madini, haya mawe ambayo tunayatengeneza au tunayatoa yataibiwa bosi.
kabla hatujaanza kuya process tunahitaji makontena mengi sana, kwa sababu kuna mawe yalikuwa yanapasuliwa makubwa, naonyeshwa pale, unaona hii rangi hapa ndio dhahabu yenyewe. Nikaenda nikanunua makontena 7, yakaanza kuwekwa mawe mle ndani, yanafungwa na minyororo. Baadaye nikaambiwa, sasa boss, tunataka tuanze kuvunja haya mawe. Sasa twende tukachukue crusher. Sasa nakumbuka neno walikuwa wanatumia ilikuwa ni karasha. Tunanunua karasha. Tukaenda tukanunua karasha, tukaweka pale. Wafanyakazi wanazidi kuongezeka pale. 100 wakafika, karibia watu 200 mule ndani. Boss wanahitaji kula. Mchele gunia, sukari. Nakumbuka kuna siku moja niliwahi kununua sukari gunia moja, likaisha ndani ya wiki moja. Nikasema hawa watu sukari, wanasema hawa wanatakiwa wale vizuri, washibe. Kwa hiyo nanunua gunia la unga na kuna siku moja tulinunua ng'ombe mzima, jamaa wanakula tu. Sasa siku moja, tukate story short, siku moja bosi partner wangu wakaniambia, sasa bosi, tumekaribia kwenye mwamba. Sasa ule mwamba ni wa njano bosi, sasa tunahitaji Land Cruiser. Tukimbie, yani ule mwamba tukiweka kwenye gari tukimbie, kwa sababu hapa kuna pori sana. Nikarudi Dar es Salaam, nikanunua Land Cruiser. Kaipeleka. Anaendesha nani? Partner. Nikafika site, kukaa kuna makontena fulani hivi tulinunua pia ya kulala huko ndani. Kwa hiyo nikawa nalala huko site huko, tuvyo tu nini, maisha kidogo yalibadilika ndugu zangu. Baada ya hapo nikachukua, akaniambia sasa Land Cruiser ikawa na move kila siku, iko busy na nini. Sasa ule mwamba tumeupasua boss kule chini, lakini bahati mbaya mvua ilinyesha, gema limeanguka. Kwa hiyo tuanze moja. Kwa hiyo nikaanza tena mafuta, chakula, cycle ile kufungua pale ambapo ule mwamba ulionekana. Baadaye partner akaniambia, boss, tumegundua kwamba kwenye hii njia kuna majambazi wengi tukiwa tunatoka huku site. Kwa hivyo ili mwamba sasa tumeufikia sasa hivi tena, tunahitaji kitu kama helikopta hivi. Nikaenda Nairobi, nikakodi helikopta, nikatua site. Baada ya hapo, siku hiyo hakuna kitu, tukarudi nikatua Mwanza, nalipa gharama. Sasa bosi, leo mje sasa, nenda rudi. Baadaye helikopta ikanishinda, nikairudisha Nairobi. Na mara ya mwisho kabisa wakaniletea kajiwe kadogo, bosi, hii ndio dhahabu tumepata kama sample. Nikamtafuta rafiki yangu mmoja anaitwa Baraka, yeye ni maarufu sana, tajiri wa migodi. Akaja akatembelea eneo langu, akaniambia, mdogo wangu, naomba funga hii kitu, utafilisika. Sikuangalia nyuma, nikafunga ule mgodi. Yani sikufunga, yani niliondoka tu, nikapiga simu kila mtu aende nyumbani kwao. Watu wote wakaenda nyumbani kwao, na kuanzia hapo sijawahi kutaka kusikia habari ya kuchimba. Kwa hiyo nikahamisha majeshi yangu kwenye kuwahudumia wale wanaochimba. Na ndio maana mpaka leo unaniona niko hapa memba wa TAMISA, kazi yangu ni kutoa huduma. Kwa hiyo tuendelee kuwapa huduma kwa sababu kuna changamoto nyingi sana. Ndugu zangu tulioko hapa, kuanzishwa kwa kamati hii mwafaka, bali ni muhimu, ambapo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua milango ya kuelekea amefungua milango ya kukua kwa kasi kubwa sana ya uwekezaji wa madini kwenye eneo la madini. Kama mnavyosikia kwamba Tanzania sasa hivi tuna madini ya aina mbalimbali na tumebarikiwa sana kama nchi. Kwa hiyo
makampuni mengi sana yamekuwa yakiwekeza, kwa hiyo huduma nyingi sana inahitajika. Kwa hivyo na wahamasisha Watanzania wenzangu kwamba fursa ni nyingi sana na eneo ni kubwa sana, ni pana katika kutoa huduma mbalimbali. Kuhusu TAMISA Forums, nadhani mwenyekiti alimention tu kidogo kwamba kuna makongamano, lakini pia naomba kuchukua nafasi hii, ndugu mgeni rasmi, kuelezea kidogo tu nia yetu. Pamoja na uzinduzi wa leo, pia tunafurahia sana kutambulisha TAMISA Forums. Leo itakuwa ni TAMISA Forum ya kwanza, ambayo haya yatakuwa ni makongamano au majukwaa, kwa jaribu kutafuta Kiswahili cha sahihi, makongamano au majukwaa ambayo kuanzia leo tutaanza kujadiliana kuhusu changamoto mbalimbali tunazokabiliana nazo Watanzania au makampuni ya Kitanzania yanayotoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini, na vile vile tunajaribu kupeana uzoefu mbalimbali na kupeana taarifa mbalimbali. Lakini makongamano haya yatakuwa yanaalika au yanahusisha watu mbalimbali au stakeholders, wadau kutoka maeneo mbalimbali ambayo sisi tunashirikiana nao, kama kutoka kwenye wizara, TPSF. Nimemwona ndugu yangu Maganga yuko pale, tunakushukuru sana. Najua leo ulikuwa na shughuli nyingi, lakini umeweza kufika pia, naomba tumshukuru tafadhali. Kwa hivyo TPSF pia wamekubali watashirikiana na sisi, na wadau wengine. FEMATA ilikuwa tuwe na kakangu Victor, lakini leo hajafika. Wamekubali kwamba na wao watashirikiana na sisi kwenye haya majukwaa. Lakini vile vile members wa TAMISA tunawahamasisha sana mshiriki kwenye haya majukwaa, kwa sababu yatakuwa yana manufaa kwa kutoa taarifa mbalimbali kwenye huduma zinazopatikana kwenye migodi, fursa zilizopo, lakini vile vile kuweza kujua mbinu bora za kuweza kufanikisha huduma hii. Kwa hiyo siku ya leo tumeweka mada yetu, tuliweka kwenye Kiingereza kama unavyoona pale. Theme ya leo ni local versus global, the role of local mining suppliers in the mining sector. Kwa hiyo tunataka kuangalia jinsi gani ambavyo tunashindana na soko la kimataifa kwenye kutoa huduma. Tunafahamu kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba hakuna haki bila wajibu. Tunajua kabisa kwamba tuna haki sisi ya kushiriki kwenye kutoa huduma na kushiriki kwenye uchumi wetu, kupata hiyo keki ya 3.1 trillion, lakini vile vile na sisi tuna wajibu. Moja kati ya wajibu wetu ni kuwa professional, yani professionalism. Wajibu wa namba 2 ambao tumezungumzia hapa ni kuwa na, hiyo ni ya kwanza ni weledi, lakini ya pili ni kuhakikisha tunatoa huduma sahihi kwa wakati sahihi na bila kupoteza muda kwenye huduma ya madini, kwa sababu sekta ya madini ni sekta ambayo inaenda kwa time. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na hiyo, lakini kubwa ni transparency and integrity, ambayo hiyo ni moja kati ya wajibu wetu. Na sisi kama TAMISA kazi yetu itakuwa ni kusimamia members wetu wanakuwa na integrity, na tutakuwa na code of conduct ambayo itakuwa inasimamia members wa TAMISA kuhakikisha kwamba tunafuata maadili ya katika kutoa huduma, ili tuweze kuaminika kwenye kutoa huduma. Na hili mheshimiwa mgeni rasmi, na kuhakikishia kwamba tutalisimamia kwa nguvu zetu zote, na hasa tunapoungana hivi na kuweza kubadilishana ujuzi. Tulichagua mada hii ili tuweze kutambua umuhimu wetu kwa kushiriki kwa wazawa katika kutoa huduma kwenye sekta ya madini na kushiriki kwenye uchumi wetu wenyewe, ambao uchumi huu unatokana na rasilimali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Lengo la jukwaa hili pia ni kuibua mijadala kuhusu ushindani wetu wa local suppliers versus global, na vile vile kuongeza ufanisi, kama nilivyosema, ufanisi pamoja na uweledi kushindana na soko la kimataifa. Aidha, katika hatua hii pia ningependa kwa mara nyingine tena kutoa shukurani kwa wizara yetu ya madini kutupa heshima hii, na vile vile kuendelea kutupa ushauri, miongozo na kutupa support katika kufanikisha shughuli hii. Nakumbuka mimi binafsi kama mtu wa huduma kwenye madini, nisiposema leo hapa nitakuwa mkosefu wa shukrani. Kaka yangu engineer
Yahaya Samamba, yeye wakati alikuwa mwenyekiti wa tume ya madini, alikuwa katibu wa tume ya madini, aliwahi kunipokea kwenye tume ya madini wakati nilikuwa nikipambana na giant kwenye global supply kwenye mining, na nilikuwa nina changamoto sana, lakini alinipokea na yeye binafsi alitumia juhudi binafsi. Ndipo hapo unakuta kuna mtu ambaye ana nafasi kama kiongozi, lakini kuna mtu anatumia juhudi binafsi kutaka kuona Watanzania tunapata fursa, na ile fursa niliweza kuipata. Kwa hiyo naomba nikushukuru binafsi. Lakini tunaamini pia viongozi wengine wote mliopo, na kwa sasa hivi pia tuna Teresia, Dr. Teresia, natumaini kabisa mtatuwakilisha vizuri, na ndugu yangu Kasiki ni mtu ambaye ana msaada mkubwa sana, kwa hiyo tunawashukuru. Kuhusu TAMISA Vision and Mission, niliombwa na mwenyekiti nielezee kidogo kuhusu malengo yetu au mission and vision kama TAMISA pamoja na kamati yetu. Tunatarajia kukuza ushirikiano. Hapa tuna malengo makubwa manne. Tunatarajia kukuza ushirikiano, ambapo tunakusudia kuunda jamii ambapo watu wa huduma wa ndani wanaweza kubadilishana maarifa, rasilimali pamoja na mbinu bora za kufanikiwa. Pili, tunataka kusaidia ushindani, yani kusaidia watu wetu waweze kuwa competitive. Tatu, tunataka kufanya utetezi, yani kutoa kwa lugha ya kitaalam tunaita advocacy, yani kutoa taarifa mbalimbali na kuweza kupambana kusimamia sera mbalimbali na sheria ili ziweze kutoa nafasi ya upendeleo na nafasi ya kipekee kwa watu kwa watoa huduma wazawa wa Tanzania, wenye kampuni za Kitanzania hapa ndani. Samahani kidogo. Naomba maji ya kunywa. Namba 4, fursa za kimtandao, yani networking. Tunataka TAMISA iwe ni networking platform. Tunataka tukutane sisi wenyewe, tupeane taarifa kuhusiana na fursa mbalimbali zilizopo kwenye sekta ya madini, huduma zinazopatikana kwenye sekta ya madini. Kuna watu wengi hawajui vitu vingi sana vinavyopatikana au vinavyohitajika kwenye sekta ya madini, lakini vile vile tuweze kusaidiana kufahamu jinsi ya kupata hizo huduma sehemu mbalimbali. Kuna huduma zingine zinapatikana hapa Tanzania au Afrika, lakini kuna huduma zingine hazipatikani hapa Afrika, zinapatikana nchi mbalimbali. Kakaangu Masatu anaelewa, na labda kwenye platform hapa tukifanya forum tutajaribu kugusia eneo hilo pia, kwamba ugumu wa kuwa supplier kwenye sekta ya madini mojawapo ni kupata zile huduma zinazohitajika au supplies zinazohitajika zenye viwango ambavyo ni vya kimataifa. Lakini hata hivyo tunatoa changamoto kwa watoa huduma wote kujitahidi kuangalia jinsi ya kuanzisha viwanda. Tunao maguru wengi sana hapa, kina David Ndelwa wa Simba Group, karibu sana kaka. Tunao ndugu zetu wa State Oil Group ambao ni giant ambao ni members wetu. Tunawahamasisha tuanzishe viwanda. Tayari mwenyekiti wetu Peter Kumalilwa na kampuni yake ya East African Conveyors wameshaanzisha kiwanda ambacho kinatengeneza conveyors hapa Tanzania. Kwa maana hiyo migodi yote Tanzania kwa sasa hawanunui tena conveyors kutoka nje, zinaitwa conveyor belts. Kwa hiyo hawanunui tena, wananunua kwenye kiwanda cha Peter. Naomba tumpongeze pia. Hii ndiyo vision na mission ya TAMISA, kutaka kuona sisi wenyewe kwanza tunashiriki, lakini pili tuna industrialize huduma zetu. Kama wewe unanunua toilet paper kupeleka mgodini, au unanunua mayai kupeleka mgodini, siku moja tunataka kuona una production house, una production facilities, unatengeneza kiwanda cha toilet paper kuweza kusafiri kutoa huduma. Au kama ni mayai, basi una farm yako, poultry farm, ambayo unaweza kutoa huduma. This is how we want it to proceed. Majukumu ya kamati.
Nitatoa kwa kifupi kwa sababu forum yetu itaelezea zaidi kuhusu majukumu ya kamati, lakini kwa kifupi nimeombwa pia nizungumze kuhusu majukumu ya kamati. Moja, kamati yangu ya masoko na mawasiliano itafanya kazi ya kukuza matangazo ya wanachama wetu, kuitangaza TAMISA, kuwatangaza wanachama wetu. Na kama alivyosema, kama nilivyomsikia moja kati ya wasemaji maarufu sana East Africa, PLO Lumumba, ambaye ni mwanaharakati na mwanasheria kutoka Kenya, aliwahi kusema kwamba kama tunataka umoja wetu ufanikiwe au ukubalike, basi tuufanye huu umoja uwe wa kuvutia. If we want to make our unity successful, let us make it attractive. Sasa kuvutiwa kwa umoja wetu au kuvutiwa kwa TAMISA, kuvutia members ni kuwapa value. Na moja kati ya value ni kama haya ninayosema. Moja, kukuza matangazo na kuwatangaza wao, kwa sababu ni watu wanafanya biashara ambazo zinahitaji advertisement and marketing. Kama hapa leo tulivyoweka tu hizi logos, tayari it's marketing. Kwa hiyo tumeshaanza kazi, naomba mtupongeze tafadhali. Kingine ni kuwezesha mijadala. Kama leo tumeanzisha hii forum, itakuwa ni forum ya kwanza, lakini zitakuwepo nyingi, na kwa sababu tu ya labda mwanzo mgumu, tunaita mwanzo mgumu, kuna baadhi ya wazungumzaji tulipenda sana wawepo hapa, lakini hatujaweza kuwa nao. Tutazungumza wenyewe, tutabadilishana mawazo, lakini next time tutakuwa na great speakers, tutakuwa na watu mashuhuri ambao labda tunataka kusikia kutoka kwao. Na hata wakati tunazungumza tulisema bana, tulitaka kuwa hapa na ambassador Ami Mpungwe, tulipenda sana tuwe naye kwa sababu ni moja kati ya magulu waanzilishi wa viwanda, sekta ya madini na vitu vingi, tuweze kujifunza kutoka kwao, wazee wetu. Kuna ndugu yetu Rostam Aziz, tulipenda tuwe naye hapa, lakini kutokana na ufupi wa maandalizi yetu, lakini vile vile mwanzo mgumu, next time inshallah Mungu atatujalia tutakuwa nao hapa. Nia au wanaotoa huduma kwenye sekta ya madini wanashiriki kikamilifu, na hili tutalifanya kwa kushirikiana na wizara, na tunashukuru sana katibu mkuu yuko hapa amewakilisha waziri, lakini pia tuna makamishna ambao wapo hapa, na bahati nzuri tuna mtu wetu alishadumbukia huko ndani, kwa hiyo nadhani mambo ni mazuri. Kingine tulisema kwamba tutaendelea kuandaa makongamano na tutawasaidia members wetu kushiriki makongamano ya kimataifa. Mimi for the past 7 years nimekuwa nikishiriki makongamano ya kimataifa bila kukosa kila mwaka. Kuna Indaba South Africa, kuna Mining Expo katika nchi mbalimbali. Karibia kila nchi na Mining Expo. Dubai iko Mining Expo ambayo nimeshashiriki. Kuna Mining Expo iko New York City ambayo ni very powerful, na nyingine kubwa kuliko zote duniani ni Las Vegas. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo, na nakumbuka nilivyoshiriki Mining Expo ya Las Vegas, mimi nilienda mwenyewe kama mimi na kampuni zangu, lakini bahati nzuri nilikutana na viongozi wa wizara na watu wengine wa STAMICO, madam sijui kama hajafika leo madam kiongozi wa STAMICO, nilikutana naye kule na tukaweza kufahamiana. Kwa hiyo unapata nafasi ya kujua suppliers au manufacturers wa huduma mbalimbali ambazo zinahitajika. Mgodi wowote mkubwa ukiwa unanunua huduma, hawawezi kununua huduma kutoka kwa third parties au kwa watu wa kati, wanataka kitu kinachotoka kiwandani. Kwa hiyo ni lazima uende kwenye hizi expos ili uweze kuwafahamu au kupata network na connections za manufacturers, yani viwanda vyenyewe au kwenye source kwenyewe. Tatizo tu watu wengi wamezoea connections hizi ambazo sio. Tukajifunze kupata connections ambazo ni sahihi. Sawa ndugu zangu? Na tungekuwa tunazipigania hivyo kama tunazopigania zile zingine, ingefanikiwa sana ndugu zangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho napenda kwa mara nyingine tena kuwakaribisha ndugu zangu wote mliofika hapa kushiriki kwa ujasiri
na natumia neno ujasiri kwa sababu hii vita tunayoianzisha ni vita ya kiuchumi. Haitokuwa rahisi, it's not going to be easy. Kwa hiyo lazima tuwe majasiri, tukaze buti, tuweze kufanikiwa. There are going to be a lot of challenges in this, kwa sababu we are talking about economy, and this is a big economy. We are talking about 3.1 trillion kwenye sekta ya madini. How do we grab that? There is someone else who is eating that. How do we get out of them? It's not going to be easy. Kwa hiyo nawahamasisha ndugu zangu, tuwe imara na tuwe majasiri, na vile vile tutambue kuwa jukumu ni letu, na sisi tumepewa nafasi ya kuwawakilisha Watanzania wengine ili Watanzania wengi zaidi waweze kufanikiwa. Sisi ni wachache tuliobarikiwa kuweza kupata nafasi ya platform kama hizi. Tusiwaangushe Watanzania wenzetu, tukawa wazalendo, tukapendane, tushirikiane, tufanikiwe kwa pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Madini, Injinia Yahaya Samamba, wanachama wa TAMISA na washiriki wote ambao tuko hapa, naomba nichukue nafasi hii kuwatambulisha viongozi wa wizara ambao tumejumuika pamoja nanyi siku ya leo. Tia Numbi ambaye yeye ni kamishna wa Tume ya Madini, sio wa TAMISA. Mama pale pia ni mwenyekiti wa kamati ya ushirikishwaji wa Tanzania Tume ya Madini. Karibu. Pia naomba nimtambulishe kwenu Bwana Lameck Gabote, yeye ni afisa madini wa mkazi wa Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo mambo yenu ya madini Dar es Salaam na Pwani yule pale. Naomba pia nimtambulishe ndugu yangu Engineer Fadhili Kitivai ambaye yeye ni meneja wa uendelezaji leseni. Karibu. Mambo yote kama leseni yako haiendelezwi yule pale. Kama unaendeleza vizuri ndio huyo hapo. Pia naomba nijitambulishe na mimi. Sije nikawa kama wale viongozi wa kwaya anawahamasisha kutoa sadaka afu yeye hatoi. Mimi naitwa Venance Kasiki. Mimi ni mkurugenzi wa ukaguzi na biashara ya madini, niko Tume ya Madini. Nawashukuru sana na tunapenda sana, tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi watu wa TAMISA siku ya leo. Asanteni. Kakaangu Samamba, katibu mkuu, na wanachama wote wa TAMISA, nikitambua mwenyekiti. Salamu moja ni pongezi sana kwa serikali yetu kwa kuendelea kuamini wafanyabiashara wa Tanzania na kufungua fursa kwa wafanyabiashara wa Tanzania kwenye sekta ya madini. Tunaendelea kuona mabadiliko makubwa ya kisera na kisheria ambayo yanaendelea kufanywa Tanzania kuhakikisha kwamba wazawa pia wanaendelea kuchangia au kuwa part ya ile value chain ya mining. Pili nipongeze TAMISA, na mimi niseme kwamba nafarijika sana leo kuona TAMISA imefikia hapa leo. Nakumbuka tarehe 2 mwezi wa pili 2023 na nilipokea simu kwa Mheshimiwa Waziri kwamba ana kikao Mwanza cha wadau wa mining, na hakujua nani anahusika na mining sector, wale suppliers. Na tukakaa na instruction moja ambayo ilitoka kwenye kile kikao ni kwamba TPSF nyinyi ndio wasimamizi wa vyama vya biashara, hakikisheni kunakuwa na chama au chombo cha kitakacholetwa Tanzania wote kwenye mining value chain, wale suppliers. Na nakumbuka nikakaa na kakaangu katibu mkuu, wakati bado alikuwa bado kwenye commission, wakasema hii inafaa ifanyike kwa haraka sana. Na hapo nadhani siku hiyo tukakutana kwenye stairs, akasema tukae chini tuanzishe hicho chama. Na Peter, na within few hours tukakuta tumesha kukutana wale suppliers wote, tumeanza mchakato. Umetuchukua muda mrefu, lakini ni hatua ambayo we are not regretting kufikia hapa tulipofikia leo. Nadhani lengo kubwa la chama nadhani kitaelezwa na mwenyekiti, na Bwana Ndege pia ameeleza. Tunataka kuona ni jinsi gani kama private sector Tanzania tuna own uchumi wa Tanzania. Hilo ndo lengo kubwa. Na
tukiona hiyo 3.1 trillion in terms of mauzo au manunuzi kwenye mining sector, how much of it inaenda kwa Tanzania, tunajua bado ni ndogo, lakini potential yake ni kubwa. Lakini amesema it's not gonna be easy, lazima tuhakikishe kama TPSF, kama umbrella organization, tunawezesha TAMISA kucapacitate, na ndio maana nadhani ofisi tumewapa pia ofisi pale TPSF kwa house paka mtakapokuwa, na mmeshaanza kufanya mambo mazuri, nadhani mmeshakuwa sasa hivi mnaweza mkaanza kulipa kodi. Lakini lengo kubwa ni tunakoelekea kule. Tuhakika haya mambo sasa tujafanya mwaka mzima, wao wameweza kuyafanya, kwa hiyo nadhani they are old enough. Lakini lengo kubwa ambalo tunataka kuona, tuna vision kubwa ya kuwa na to build a $1 trillion economy by 2050. A $1 trillion economy, tukisema kwa rank za sasa hivi za dunia, tuna namba 17 in the global economy in the current trend. Kwa hiyo sio kitu kidogo, lakini itakuwa driven na mining sector, itakuwa driven na oil and gas, ICT and the rest. Kwa hiyo lazima tuhakikishe from the mining sector, hii TAMISA imekuza billionaires watakaokuja kuchangia to the $1 trillion economy of Tanzania. Hiyo nia tunayo, kampuni zipo, uwezo upo, serikali inaendelea kuweka haya mazingira ya kuhakikisha kwamba we get the billionaires, because those billionaires are the ones who are going to contribute to the GDP, the billionaires are the ones who are going to pay the taxes, kubeba ule mzigo mkubwa. Kwa hiyo ni tuna matamanio yetu by 2050, half of the billionaires of Tanzania will be coming from the mining sector and the mining supply value chain. Kwa hiyo mimi niwape tu encouragement as a new association. Tumeanza vizuri, mmeanza vizuri, you are leading by example. Tunatarajia kuona kwamba hizo engagement zinakuwa more fruitful, kuhakikisha kwamba sera zetu, sheria na kanuni zinawezesha hao wa Tanzania, kwanza zinawalinda, lakini pia zinawawezesha wale wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa zilizo kwenye mining. Katibu Mkuu, nakushukuru sana kwa muda wako, kwa kushirikiana nasi. Ungeweza kusema hiki bado chama kinaanza baada ya Bwana Humphrey Simba ametumia message hapo, nilikuwa nasikia, anaikuwa na simu, amesema ndugu yangu daktari, umeongea kila kitu, kwa sababu ulichoongea pia kiko ndani katika mipango ya advocacy, capacity building na innovation. Yeye kama team lead anaahidi na amesema kwamba anakushukuru kwanza, ni kama ulikuwa una notes zake, na pia amesema katika upande wa ushawishi kuwajengea uwezo wa Tanzania, kwa sababu iko na kitu ambacho tumeona kuna gap kubwa sana. Na sio hivyo tu, katika upande wa ubunifu yeye na timu yake amejipanga. Kwa hiyo anasema pia niwaambie kwamba anawatumia salamu na naomba radhi kwa sababu alikuwa anaumwa. Baada ya hapo naomba niendelee moja kwa moja katika kilichonileta hapa juu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia hapa leo katika jukwaa la watoa huduma kwa wamiliki wa leseni hapa Tanzania. TAMISA ni miongoni mwa azma ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na kiongozi wetu mashuhuri Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, kuona sekta ya madini inachangia ipasavyo katika pato la taifa ikilinganishwa na sekta nyingine za uchumi katika kuleta maendeleo. Ndugu washiriki, moja kati ya malengo makuu ya sera ya madini ya mwaka 2009 ni kufungamanisha sekta ya madini na sekta nyingine za uchumi. Katika kutekeleza hili, itakumbuka kuwa serikali ilifanya mabadiliko ya sheria ya madini ile ya mwaka 2010 kupitia mabadiliko ya sheria mbalimbali, hasa yale ya 2017. Tunaita the Written Laws Miscellaneous Amendment Act ya 2017, ambapo swala la ushirikishwaji wa Tanzania, yani local content, imekuwa ni swala la kisheria na sio ombi kama ilivyokuwa kabla ya 2017. Ndugu washiriki, serikali pamoja na mambo mengine ina jukumu la kuandaa na kusimamia utekelezaji wa program mbalimbali zenye lengo la kuongeza ushiriki wa sekta ya madini na sekta nyingine za kiuchumi.
Vile vile katika kutekeleza majukumu hayo, serikali ya Tanzania inaitaka makampuni ya madini kununua bidhaa na huduma kwa wazawa, yani local content. Na hii ni kuwapa kipaumbele makampuni inayomilikiwa na wazawa wa Tanzania. Ndugu washiriki, jukwaa hili yani TAMISA ni tunda la kikao cha waziri wetu wa madini Mheshimiwa Anton P. Mavunde na watoa huduma wamiliki wa leseni, ambapo kilifanyika tarehe 5 Januari 2024 katika ukumbi wa pale wa Rock City Mall ambao kakaangu Raphael amesema, ambapo katika kikao hicho Mheshimiwa Waziri wa Madini aliwaelekeza watoa huduma kuanzisha umoja. Umoja wao utakuwa chombo cha kuunganisha pamoja na kutoa huduma na bidhaa kwa wamiliki wa leseni za madini nchini. Mimi binafsi nafurahia sana, ndani ya mwaka tumeweza kuwa na TAMISA na tumeweza kuwa na huo umoja unaotambulika sio kwa kwenye majukwaa, lakini ni chombo cha kilichoundwa kisheria ambacho kiko ndani ya Registry of Society. Ndugu washiriki, pamoja na mambo mengine, jukwaa hili linaonyesha bayana kuwa swala la ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini utazaa matunda makubwa na malengo na kuhakikisha kipaumbele kinatolewa kwa bidhaa na huduma zinazopatikana hapa nchini na zinazotolewa na Watanzania au kampuni za Kitanzania kama inavyopaswa kulingana na sheria. Ndugu washiriki, mabadiliko haya ya sheria ya madini yamefanyika mwaka 2017, yalipelekeza kutungwa kwa kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania ambazo zilifanyika mwaka 2018 ili kutoa tafsiri ya kuweka usimamizi thabiti katika utekelezaji wa masuala yote ya ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini. Ndugu washiriki, usimamizi na utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania umepelekea kuibua na kuchochea ongezeko la fursa mbalimbali katika nafasi za ajira, mafunzo, uhalishaji wa teknolojia, utafiti na maendeleo, pamoja na manunuzi ya huduma na bidhaa zinazozalishwa nchini. Hii ni kwa sababu kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Ni kuhakikisha kwamba tunaboresha maisha ya Watanzania, kwa kuwa fursa nyingi hapo awali zilikuwa zinatolewa kwa watu ambao hawakuwa wazawa. Ndugu washiriki, naomba nitumie jukwaa hili kuwaarifu kuwa fursa hizo kwenye migodi ni kwa ajili yetu. Bwana Daktari Ndege amesema vizuri kabisa, alikuwa anakutana na majiant huko. Natamani kuanzia sasa hivi, kama ndani ya mwaka mmoja TAMISA imekuwa hivi wakubwa, natamani unapokuja mwaka wa pili au majiant aliyosema, giant supplier aliyosema Dr. Ndege, wao wanatoka katika hili chumba tu. Ndugu wana TAMISA, naomba pia mpokee salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Tume ya Madini, Daktari Janet Lekashingo. Ameniambia nije niwape challenge. Amesema Watanzania tumezoea tu kuwa suppliers, let us be providers. Unadhani Ndege kwenye kusupply tu kuna hela? Be a provider. Zile hela zote ambazo walipoteza zitakuja ghafla, tunasema. Haitakuwa miujiza, lakini itakuwa ni mkakati umepangilia. Tunasema hivyo kwa sababu gani? Sisi kama Tanzania tumezoea sana katika kufanya trading. Trading ni hatuwezi kufikia ile bilioni 3.1, tutapata asilimia chache. Lakini kama walivyosema, tukiwa tuna viwanda hapa nchini, sisi wazawa tunajua tunalisha migodi na sio kwenda kununua hizo bidhaa kutoka nje ya nchi, tutafika huko. Kwa hiyo mwenyekiti wangu amenituma niwaambie na niwa challenge. Peter, tunajua East Africa Conveyance mpo, lakini nyinyi ni wamoja tu wa TAMISA. Natamani kuwa na hata Peters wengine zaidi ya 10 inapokuja mwaka ujao, na naamini na najua TAMISA tunaweza. Mimi mwenyewe ni member wa TAMISA. Pia mwisho nichukue fursa hii kuhakikisha kuwa Wizara ya Madini
kupitia Tume ya Madini itaendelea kusimamia ushirikishwaji wa Tanzania na kuhakikisha kuwa kipaumbele kinatolewa kwa bidhaa zinazozalishwa nchini na huduma zinazotolewa na Watanzania. Again, wanachama wa TAMISA, mimi nawaonea wivu. Kwa sababu gani? Anayeongea hapa mbele ni mwenyekiti wa kamati ya local content. Kwa hiyo mimi nikiwa kama mwenyekiti wa local content, natamani nitumie na natamani nikisema pale local content ya Tanzania, naanza kwanza na TAMISA. Nyie ni ndugu zangu, nyie ni wa kwangu. Kwa kusema hivyo, mna deni kubwa sana. Kama kaka Rafael alivyosema, mmenituma, si ndio? Naomba nikiwa nasema ushirikishwaji wa wazawa, naanza kwanza TAMISA katika ile trilioni ngapi? 3.1. Nasema unajua nini? Trilioni kadhaa zimetoka TAMISA. Kwa sababu gani? Mimi ni wa kwenu. Japokuwa mimi ni wa Tanzania wote. Ndugu mgeni rasmi, naomba niweke hiyo vizuri, lakini TAMISA ni ya kwangu. Na nyie mkifanikiwa, nchi imefanikiwa, kwa sababu TAMISA ni kubwa. TAMISA ndio Tanzania. TAMISA ndio local content. Nacho nina imani na nyie, kwa sababu mimi ni mwana TAMISA, na tupeane mikakati. Na tutasema tutakuwa tuna performance contract agreement. Ubaya mimi pia ni wakili. Kwa nitakuja na TAMISA, mniambie kabisa katika hiyo trilioni 3.1 mnaleta nini kama nyinyi, ili nitakapoenda kwa mheshimiwa waziri na ndugu yangu katibu mkuu Engineer Yahaya Samamba, nitaenda kifua mbele niwaambie nilikwambia kwenye ile jukwaa, hizi ndio local content kutoka TAMISA. Nina imani na nyie na najua inawezekana. Make me proud. Ndugu zangu washiriki, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na nitumie nafasi hii kumkaribisha mgeni rasmi, ndugu yangu ambaye ni mtu muhimu sana katika sekta ya madini. Kwa wale ambao mlikuwa mnapata local content, sana sana wale ambao mlikuwa mnapata ile certificate, si ndio? Ile jina la kule chini, wale wa zamani kidogo, lilikuwa nasoma nani? Naomba useme kwa nguvu. Yahaya Samamba. Yes. Hiyo inamaanisha kwamba aliyepata leseni au ambaye yuko ndani anayetoa huduma, ambaye amepitia channel proper, anamjua engineer. Hiyo ndio zamani alikuwa na sign zile local content approval. So every time nilikuwa nikipata ile certificate, sababu ilikuwa na facilitate hiyo katika upande wa sheria kwa wateja wangu. Nikiona tu jina lake pale, roho yangu inafanyaje? Inafurahi. Nashukuru kwa sababu serikali imemwamini, kwa sababu ni mtu thabiti, ni mtu ambaye ni kiungo muhimu sana. Na naomba tumpigie makofi Engineer Samamba. Ndugu mgeni rasmi, naomba niukaribishe. Hawa ni wana TAMISA. Hii ni familia yangu. Naomba ni declare. Yes, TAMISA is my baby and itaendelea kuwa hivyo. Naomba nikaribishe hapa mbele yako ni watu wa huduma ambao tumejikita katika kuhakikisha kwamba local content sio tu kimaandishi, bali tunaishi local content. Karibu sana mgeni rasmi. Ndugu yangu Peter Kumalila, mwenyekiti wa kamati Sebastian Ndege, mwenyekiti wa kamishna wa Tume ya Madini Dr. Numbi, ndugu yangu Masatu Kasiki, afisa madini wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu mliokaa meza kuu, wajumbe wa TAMISA, wamiliki wa vigodi, ndugu yangu Maganga kutoka TFCF, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, naomba yote nitakayoongea hapa kwanza yachukuliwe kwamba yametoka kwa Mheshimiwa Mavunde, kwa sababu Mheshimiwa Mavunde ndo alikuwa mgeni wetu rasmi wa leo. Lakini kutokana na majukumu mbalimbali ya serikali, Mheshimiwa Mavunde amepangiwa majukumu mengine, na kwa niaba yake ameniomba
niweze kuja kumwakilisha. Sasa najua speech zimeongelewa sana hapa ndani, kuanzia kwa mwenyekiti Dr. Ndege, ndugu yangu Maganga, Dr. Numbi. Tumeeleza kwa kirefu kabisa dhumuni la sisi kuwa hapa, dhumuni la TAMISA na mambo mengine. Mimi nitasema machache sana ili tusiwapotezee muda. Pia nitasema yale ambayo ndugu yangu Mheshimiwa Waziri Mavunde amenielekeza niweze kuwaambia. Cha kwanza, kwa niaba ya wizara tunachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Mavunde amekuwa katika majukwaa yake mbalimbali akisema manufaa ya sekta ya madini. Tumepata manufaa mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali, kuanzia makusanyo. Takwimu zinajionyesha toka mwaka 2013-14 tulikuwa tunakusanya bilioni 164, lakini katika mwaka huu wa fedha tunaenda kukusanya trilioni 1. Sio mafanikio madogo, ni mafanikio makubwa sana. Kikubwa ambacho watu wengi waga hawakioni, kwa maana sio tangible, ni utulivu ulio kwenye sekta ya madini. Wale wengi ambao mmekuwa kwenye sekta kwa muda mrefu, kama alivyofilisika ndugu yangu Ndege, mtakuwa mnajua kile kipindi cha nyuma Watanzania ambao walikuwa wanajihusisha kwenye sekta ya madini, namna ambavyo tulikuwa tukiona sekta. Tulikuwa tunaamini sekta ni ya watu majiant, tulikuwa tunaamini sekta ni ya watu wenye hela. Tulikuwa tunaona sisi wa Tanzania ni maeneo au ni sekta ambayo hatuwezi kuwekeza, sio kwenye uchimbaji tu, hadi hichi ambacho tunataka kukifanya hapa ndani. Na tulikuwa tunafahamu kwamba watu wengi waliokuwa wanakwenda kwenye maeneo ya kuchimba madini walikuwa wakifukuzwa, si ndio? Ni kwa sababu gani? Maeneo yote ambayo ni potential, kutokana kama sekta ya madini ina historia, maeneo yenye potential yalikuwa tayari yana license. Kwa hiyo watu wa Tanzania walikuwa wakienda kuchimba kwenye maeneo yale, kutumia majeshi yetu ya ulinzi na usalama, kutumia kamati zetu za ulinzi na usalama, wa Tanzania walikuwa wanafukuzwa, si ndio au hapana? Mtu alikuwa akichimba madini akiwa nayo tayari kishayapata, namna ambavyo anayahendo ni sawa sawa alikuwa anahendo madawa kulevya. Yaani unajificha, yani unakaficha kama madini kako, yani kama vile umebeba madawa. Lakini leo tuna uhuru, watu tena hawapigwi kwenye maeneo ambao wanachimba madini, watu hawafukuzwi. Watu wanapokamata madini wanajua wanayapeleka wapi. Mpaka sasa hivi Tanzania tuna masoko zaidi ya 40, tuna vituo vya kuuzia madini zaidi ya 100. Kwa hiyo unajua anakwenda wapi na kwenda kupata bei gani. Hakuna tena yale mambo ya kukimbizana wala trafiki na polisi kuweza kukamata. Hakuna tena leo kwenye TV kila tukifungua saa 2 usiku unakuta Watanzania wanaandamana. Leseni zimepandilishwa, sijui kuna kumbuka ile kupandisha leseni juu 2. Leo waone Watanzania kwenye TV, kwenye vyombo vya habari, Watanzania wakilalamika nimezulumiwa leseni yangu. Leo waone Watanzania wakilalamika tumefukuzwa kwenye maeneo ambayo tulikuwa tunafanyia kazi. Leo waone Watanzania wakilalamika njaa kwenye maeneo ambayo walikuwa wanafanyia kazi. Uone leo watoto bado tuna changamoto, uone leo changamoto za madawati pengine na vitu vya namna hiyo, kwa sababu watu kama TAMISA na watu ambao wanachimba Blue Coast na watu wengine wa aina hiyo wanatoa CSR kwenye maeneo yale kwa kupitia Watanzania wenyewe. Ndugu zangu, haya sio mafanikio madogo. Sasa hiki ni kitu ambacho tunaposema utulivu, yani huwezi kukamata, si ndio? Huwezi kukamata kama unavyokamata dawati, kama unavyokamata pesa, kama unavyokamata kitu kingine. Lakini kitendo cha kuwa na amani, kitendo cha kuwa na utulivu kwenye sekta ya madini, haya ni mafanikio makubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyaleta kwenye sekta yetu. Tujipigie makofi. Kumekuwa na tozo mbalimbali ambazo serikali imezipunguza, serikali imezifuta. Zamani wachimbaji
tulikuwa utilili wa kodi, tulikuwa tunaita utilili wa kodi. Kila ambaye anataka kutoza kodi anaangalia mchimba madini yuko wapi, anaenda anamdandia pale, ndipo anapoenda kukamua. Jamani, sasa hizi VAT, ukienda kuuza madini yako sokoni hakuna VAT. Ukienda kuuza madini yako sokoni hakuna withholding tax. Ukienda kuuza madini yako sokoni unapata bei ambayo inastahiki. Sasa hivi pia tumeanzisha mpaka zile refinery. Ukienda kuuza madini kwenye refinery, badala ya kulipa kodi ya 7% kwa maana ya 6% royalty na 1% ya inspection fee, unalipa 4%. 3% imesamehewa na serikali. Yale yote ni mazingira mazuri ya utilili wa kodi zilizokuwepo kuendelea kupungua. Tunazo changamoto kwenye halmashauri na kodi zile ambazo zinakuwa zinatokeza, lakini tunakaa vikao. Maganga ndugu yangu ataelewa vizuri kwa sababu yeye mara nyingi anaongoza wawekezaji. Tumekuwa tukikaa vikao vya mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo zinapatikana kwenye sekta tunakaa kama serikali, tunakaa kama wizara na kuzichukua na kuweza kuzifanyia kazi. Hiyo ni ahueni kubwa sana kwa mfanyabiashara anapokuwa anapata pressure. Unapomsikiliza serikali hii, wote tunafahamu kutokana na zile 4Rs kupitia sekta mbalimbali, ukiachana tena ya madini, tumeendelea kuwasikiliza wawekezaji, tumeendelea kuwasikiliza wachimbaji ili kuhakikisha kwamba sekta zetu zinakuwa nafuu. Sasa serikali imefanya uamuzi kwamba tunataka tununue 20% ya dhahabu kupitia BOT. Mpaka sasa hivi tumeshanunua takriban tani 4 za dhahabu kupitia BOT. Serikali na tani 4 ya dhahabu. Katika 10 bora za Afrika, nchi ya kwanza ni Algeria na 164 tani. Nchi ya kwenye 10 bora ya mwisho ni Botswana, ina 3.2 nadhani. Sisi kuanzia Oktoba mwaka jana mpaka mwezi wa 5 tuna tani 4. Utaona tunajiposition wapi. Mkienda kwa Google mtaona tunajiposition wapi. Hiki si kitu kidogo. 90% ya haya madini ambayo yamenunuliwa tani 4 na serikali yamenunuliwa kutoka kwa wachimbaji wadogo. Kwa sababu wachimbaji wakubwa bado tuna taratibu na zikamisha za maongezi ili na wao waanze kusaidia. Nimeyasema haya, najua kwamba hayana mahusiano moja kwa moja na tunachokifanya. Lakini nimeyasema kwa sababu yana mahusiano moja kwa moja na sisi wa Tanzania tunachokifanya kwenye sekta ya madini. Sasa nikirudi kwenye main topic. Kwa nini leo tuko ndani hapa? Leo tuko ndani hapa kwa sababu TAMISA lilikuwa ni wazo la Mheshimiwa Mavunde katika kikao chetu cha Mwanza. Wengi mmeongea hivyo. Makofi kwa Mavunde. Pengine tusingekuwa hapa. Sasa sekta ya madini mpaka sasa hivi tunanufaika kwa sababu tunakusanya kodi pamoja na tozo. Na tozo ambazo sio za kikodi. Tunapata kupitia TRA, tunapata kupitia Wizara ya Madini, tunapata kupitia halmashauri. Katika waliopanda hapa umesikia trilioni 3.1 inaongelewa sana Ile inamaanisha nini? Katika mwaka 2023-24 sekta ya madini yote kwa ujumla yake tulikusanya trilioni 3.2 kwa maana ya Wizara ya Madini, kwa maana ya TRA, kwa maana ya halmashauri 3.2. Lakini mwaka huo huo matumizi ya migodini kwa maana ya manunuzi yaliyofanyika na migodi yalikuwa trilioni 3.1. Utaona 50 kwa 50. Kila ambacho serikali inakikusanya na kila ambacho kinaenda kununua bidhaa, na ambapo 99% ya zile bidhaa zinanunuliwa nje, maana yake imegawana. Achana na zile faida zingine. Je, ile 3.1 tuliokaa ndani inatuliflect 3.1 trilioni? Kama mtamkumbuka kuna presenter mmoja akaja hapa akasema tunatamani hata tupate 10% ya ile hela ile tupate. Ile hatukuweza kuifikia na hatutoweza kuifikia iwapo hatutokuwa na TAMISA imara ndani ya Tanzania. Sisi, mimi pamoja na wenzangu, wizara chini ya Mheshimiwa Mavunde na Mheshimiwa Rais,
tumeplay part yetu. Tumeona kuna haja ya kuwa na local content, tumetunga sheria. Tumeona kuna haja ya local content, tumetunga kanuni anazosema Dr. Numbi za mwaka 2018 za local content. Tumeona kuna haja ya kuwa na chombo imara cha kusimamia hizi kanuni pamoja na sheria. Kimeundwa Tume ya Madini mwaka 2017. Tume ya Madini na katibu mtendaji. Nilipata nafasi kuwa katibu mtendaji, kuhudumu katibu mtendaji wa pili kwenye Tume ya Madini. Nimefanya nafasi yangu pamoja na wenzangu. Lakini tumeona tuunde kamati maalum ndani ya Tume ya Madini inayosimamia local content peke yake. Na Mungu Thea Sumani, mchawi mpe akulele mwanao. Dr. Numbi ndio mwenyekiti wa ile kamati. Sasa tupewe nini tena wa Tanzania? Tutakusanya kodi mchana na usiku. Tutakusanya tozo mchana na usiku. Lakini kama swala la local content pamoja na CSR halitopewa kipaumbele, halitoamdiwa vyombo maalum, tutaandika madokumenti na masheria yote ya dunia nzima. Kama hatuna TAMISA imara, tutazisikia mafanikio kwenye sekta ya madini kwenye stories. Hapa nataka kusema nini? Tunapokuwa tumeisimamia vizuri TAMISA, tunapokuwa tumesimamia vizuri swala la local content, ile ndoto vision ya Mheshimiwa Mavunde ya maisha ni madini ni maisha na utajiri, haitokei kwa kukusanya kodi. Inatokea kwa kuchimba na kufanya supply. Katuambia Dr. tutoke kwenye supply, tutoke kwenye nini? Kwa providers. Hili ndio tutakapoona manufaa ya sekta ya madini na madini kuwa nchini kwetu. Lakini kama tutaendelea kuweka misuli kwenye kukusanya kodi, tutaendelea kuweka misuli kwenye kukusanya tozo, tutapata manufaa. Lakini hatutopata manufaa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametamani tupate baada ya kuweka madini ndani ya Tanzania. Kwa hiyo sasa mimi niwaombe, pamoja na kwamba tumejikita kwenye kusupply, lakini swala local content lina dhana pana. Sijui kama mlilifikiria pia wakati mnaunda hiyo. Nimeona mnaongelea kwenye majukumu yenu, lakini nilitamani sana mji-extend. Kwa sababu local content pamoja na supply ina swala la technology transfer, ina swala la ajira, ina swala la mafunzo. Hawa vijana, ukiangalia hapa hii hadhara ni almost 80% mpaka 90 ni vijana. Hawa vijana wanahitaji kazi. Serikali, Chama cha Mapinduzi imeahidi kwenye kampeni. Serikali tunasimamia zile ajira ambazo ziliahidiwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini ni nani anaenda create hizo kazi? Ni Maganga na watu wake. Maganga na watu wake ndio nyinyi. Sasa tunapoiona local content na tunapokuwa tumechukulia pate supply, basi niwaombe, nimeona ni objective, lakini zitanueni kama zenyewe kuwa za kamati, ili muweze kupush zaidi namna gani ajira kwa hawa vijana wanaotoka shuleni wanaweza wakaingia zaidi kwenye migodi. Ni namna gani tutaiba ile teknolojia ili iweze kuwa hapa ndani. Ni namna gani mafunzo kwa vijana wetu, programs zitafanyika. Mkizibuni, mkaja serikalini na proposal, then tutasupport. Mtakuwa sehemu ya mafanikio ya serikali, na itakuwa sehemu ya msaada mkubwa wa Mheshimiwa Rais kuweza kutimiza ndoto zake. Sasa rai yangu kwenu, wapo watu ambao ongea hapa, lakini kikubwa mnaenda kuingia kwenye vita. Hii ni vita. Ni vita ya kiuchumi. Unapoingia ndani unamkuta mtu yuko anakula na wanae pilau, alafu wewe kaingia ukalipiga bakuli teke, unategemea nini? Unatarajia nini? Resistance ambayo inakuwepo na ni nature ya binadamu. Binadamu yoyote anatamani kuremain kwenye status iliyopo. Ukimfanyia mabadiliko atatendi kuresist. It is a normal. Sasa supply always inafanywa na watu kutoka nje. Hizi trilioni tulizozisema zinachukuliwa na watu kutoka nje. Tunaenda kugeuza upepo kupitia TAMISA.
Kwa hiyo muwe tayari kwa changamoto. Sio changamoto zinakuwa kubwa, sasa ishakuwa shida mnabonyea. Kibonyea hamtafanikiwa. Mmeamua kuwa frontline, fanyeni kuwa frontline kwa niaba ya Watanzania wengine. Tumebadilisha sheria, tumebadilisha kanuni. Kuna JV zinaingiwa, wote tunafahamu. Aidha ni room ya kisheria, mtakuja pia mtatushauri pengine sheria hii na hii, kama tulivyosema mwanzoni, tunasikiliza, tunakaa vikao. Kama kuna sheria au kuna room ambayo inatoa hizi JV ambazo zinaendelea, basi tuifunge. Kwa sababu haiwezekani aje supplier anataka kusupply drill rigs, au supplier anataka kusupply explosive, au supplier anataka kusupply insurance. Badala aende, mimi namfahamu Ndege kwa insurance company zake, badala aende akamtafute Ndege waunde JV, aende kumtafuta stationaries. Wanafanya JV alafu anakuja anasema mimi nataka kufanya hiyo kazi au taxi driver. Watu wamekaa zao mzee wanakula $1,000 yani, hajui hata maskini ya Mungu inapatikana nini kule. Sasa sio sawa. Waje watu wa engage na watu ambao wanafanya zile shughuli kwenye migodi wa Tanzania, na hiyo inafanyika tu iwapo wa Tanzania kwenye hilo eneo hawawezi kufanya, kwa sababu kifungu cha 102 cha sheria ya madini kiko very specific kwamba kazi zote za migodini zitatolewa kwa Watanzania. Part 1. Part 2, iwapo kazi zile Watanzania watakuwa hawana uwezo nazo wa kuzisupply, then itaundwa JV kati ya Watanzania pamoja na wageni, na shares za Watanzania hazitotakiwa kupungua chini ya 20%. Hili kinachoendelea sasa hizi ya kwanza anaiondoa kabisa, kwa sababu anapokuja kuargue kule hataki hata kuongea kile cha kwanza. Anakuja kuargue kumfix huyu Mtanzania kwa 20%. Na Mtanzania nani kaja? Taxi driver. Umemkimbia Peter, ana kampuni yake ya conveyor belt, badala kuengage naye mwe wakubwa wa msupply zaidi, unamkimbia unaenda kumtafuta mtu mwingine ambaye yeye hajui, unakuwa unamlipa mshahara anakaa nyumbani, alafu zeni una supply. Kwa hiyo unakuta almost wanakuwa ni watu wale wale. Sasa tunataka mabadiliko kwenye eneo hilo kwa maana ya kwamba Watanzania waweze kusupply kwa 100%. Na dokta, kama ulivyosema, hii ni familia yako, na tumekupa jukumu kama wizara kuweza kusimamia eneo hili. Sisi Tume ya Madini ndio ambao kazi ikitangazwa ndio wa kwanza kupewa taarifa. Na mimi wakati niko pale nilianzisha mchezo, ikija GGM wanatangaza kazi fulani, ninapo respond kwamba okay tangazeni, nilikuwa na copy taasisi ya Maganga. Nilikuwa na copy taasisi ya Maganga maksudi kwa sababu Maganga ndio ambaye anasimamia wale wawekezaji. Alafu nilikuwa na copy ile baraza la uwezeshaji la vijana sio nini ile ya serikali. Lakini sasa hizi na kuelekeza hapa mwenyekiti wa kamati ya local content, copy na TAMISA. Ili kazi toka day 1 TAMISA wao wanajua kwamba kuna kazi fulani imetolewa. Sasa baada ya hapo ni jukumu lenu nyinyi kuchangamkia na pia kuwa na kasiki, lakini kikubwa ni kuunda mahusiano na zile idara zinazohusika na manunuzi kwenye migodi. Sababu mwisho wa siku sisi serikali ni watu wa kuapprove. Tunapoona mchakato hujafuata sawa sawa, then tuna disapprove, tunaambia rudieni. Lakini sio jukumu letu kama serikali kuwapush wao wape kazi nyingi. Lakini tutakuwa tumewataarifu kwamba sehemu fulani kuna kazi fulani imetangazwa. Kwa nafikiri local content committee na kasiki mkurugenzi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mavunde, hakikisheni TAMISA imekuwa, hakikisheni TAMISA wameweza kupata kazi na wamefanya kazi hawa Tanzania kwa manufaa ya nchi yetu. Lakini kama alivyosema Dr. Ndege, panapo wajibu, panapo haki kuna wajibu. Tumekuwa na malalamiko kama serikali, baadhi yenu wanakuwa sio waaminifu, baadhi yenu wanaleta ujanja, baadhi yenu mnachenga, baadhi yenu mna supply bidhaa ambazo hazina quality. Ndugu zangu wote tunafahamu mining sector is capital intensive. Mtu anapokuwa ameweka pesa yake alafu wewe unaenda kuleta ujanja wako wa mtaani kwenye kazi yake, kama serikali sisi wenyewe hatutovumilia.
Kwa hiyo nimefurahi Dr. Ndege alipokuwa fanya presentation na mwenyekiti, wamesema watakuwa na code of conduct. Ifanyeni TAMISA kuwa kubwa kama ERB. Si ndio? Mtu akicheza, engineer akicheza, ERB inamwajibisha. Hebu ifanyeni iwe na ukubwa huo. Mkifanya kuwa na ukubwa huo, then tutakuwa na supplier wenye nidhamu, supplier wanaojitambua, supplier ambao haiangushi nchi na kila ambacho tunakipush. Lakini kikubwa kabisa katika hili ili muweze kufanikiwa ni ushirikiano. Mheshimiwa Mavunde kaniambia nije niseme kwamba wizara na taasisi zake zitatoa ushirikiano 100%. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba Watanzania na taasisi za Kitanzania tuweze kuzipa ushirikiano 100% kwanza. Lakini haimaanishi kwamba hatukaribishi wawekezaji kutoka nje, na wala haimaanishi kwamba hatuwapi ushirikiano watu kutoka nje. Tunafanya hivyo kwa usawa, lakini Watanzania tunawapa priority katika kuwapa ushirikiano. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tutawapa ushirikiano 100% kwa maana ya wizara, lakini tutawapa 100% kwa maana ya taasisi hizo chini ya wizara, especially Tume ya Madini. Lakini je, nyinyi miongoni mwenu mna ushirikiano? Kama hujafungua mlango kwenda kwa jirani, angalia mlango wako kama umekaza. Na tunaposema kwamba hii imeingia kwenye vita ya kiuchumi, hatumaanishi watu kutoka nje. Kuna watu pia walikuwa humu ndani walikuwa wanafaidika na sekta, na pengine walikuwa wanaweka mbavu ili wengine wasipite. Kwa kupitia jukwaa hili, kupitia speech hii, pia ni waombe wale ambao ni Watanzania wakubwa waangalie namna nzuri ya kushirikiana na TAMISA, waangalie namna nzuri ya kuweza kuinua watu wengine kwa maana ya Watanzania wote. Ili keki ya taifa ni kubwa mno. Yaani sijui kama mnaelewa. Explosive ambazo tunazisupply hapa nchini, yaani ni nyingi kiasi kwamba kwa capacity ya ndani hata robo hatujaweza kufikia. Drilling activity ambazo zinafanyika kwenye migodi ya Tanzania, kwa capacity iliyoko ndani hata nusu hatujaweza kuisupply. Kwa hiyo badala ya wale ambao tulikuwa tunafaidika kwa maana ya Tanzania, sasa wale ni nje nimeacha, tulioko ndani, hebu angalieni namna nzuri ya kuweza kumingo na TAMISA, kuweza kujifungua, ili kusudi watu wengine, especially wale vijana ambao wamemaliza vyuo na vijana ambao wako mtaani, pamoja na watu wenye nia kuwekeza kwenye sekta ya madini, nao pia waweze kupata fursa, ili kusudi keki ambayo Mwenyezi Mungu katujalia kuwepo ndani ya Tanzania wote tuweze kuipata kwa usawa. Mwisho kabisa, kati tunaelekea mwishoni kwenye speech yangu, TAMISA ni changa, inahitaji members. Naamini kuna katiba, naamini kuna utaratibu wa kupata members. Sasa msiwe kama vyama vingine, sivitaki kuvitaja. Tukiwa kwenye majukwaa tunakuwa wengi sana, tunashabikia, ni kama vile tuko wamoja. Lakini sasa kusema haya proper members wa hiki chama ni wakina nani? Wanabaki wanapanda watatu. Hiyo maana yake nini? Kitakuwa ni chama ambacho hakina nguvu. Kwa hiyo niwaombe, ili chama chetu kiwe strong, hakikisheni zile hatua zote za kufata ili kuwa wanachama wa TAMISA wote tumezitekeleza. Kama kuna ada, sijui, inawezekana ni chama ambacho kina utaratibu wake, lakini kama mimi vyama ninavyovijua vya wachimbaji vina ada, tulipe ada ili kusudi chama kiweze kujiendesha. Najua tumepata mwenyekiti mzuri, tutaweza kuunda mifumo mingine ya kuweza kupata source of fund ya za kurun the organization, lakini najua ada ni mojawapo ya vyanzo hivyo. Kwa hiyo tujiregister vizuri, tuwe chama chenye member hai kama kilivyo Chama cha Mapinduzi, ndio kiwe chama chenye member hai wanaotoa ada, wanaojitambua, ambao wakiingia kwenye ofisi ya serikali kwenda kuongea kuhusu maslahi ya Watanzania kusupply kwenye migodi, kinakuwa kweli Peter kaingia, Ndege kaingia na wanachama wake. Sije kama mnanielewa, yani msiwe chama cha babaishaji. Yani sisi tunatamani, kwa sababu the future ya mining sector ipo kwenye TAMISA. Kwenye mining future ni kubwa sana, lakini ni high risk, high return. Tunafahamiana wote mitaji yetu.
Je, utachukua milioni 100 yako kaiweke kama Dr. Ndege ipotee ukodi helikopta, au utaichukua milioni 100 yako uka supply ili upate benefit? Utaona huku kuna low risk ya Watanzania kuweza kusecure mitaji yao. Kwa hiyo basi tujitahidi tuwe member, tutoe michango, tufate ule utaratibu ambao umewekwa, lakini kikubwa kabisa code of conduct apply kwa members. Na usikimbie TAMISA kwa sababu utawajibishwa, kwa sababu kuna point itafikia sasa tutakuuliza wewe ni member TAMISA ili usupply. Hatutaki kufika huko, lakini willingly tunatamani sana iweze kuwa kwa kujitolea ili mkijenge chama kwa mapenzi kuliko kwa kuchurutishwa. Mwisho, nawashukuruni sana, lakini kikubwa tusiishie kusupply. Hebu tujenge viwanda vya ndani. Kwenye takwimu za serikali, najua Dr. Kasike, Dr. Kasike nimekupa na udokta, sio mbaya, chukua tu. Sababu kuna dokta akiheshima kutokana na mambo unaenda kuyafanya. Kwa mambo ambayo pengine Dr. Kasike atakuja kupresent hapa, Dr. Kasike atawaambia. Kila tunaposema kwenye haya maeneo manne, kwa maana supply, ajira, technology transfer na mafunzo, almost zote tunaona tumegonga 70 kwenda juu. Zote tutakuta na 70% kwenda juu, na maeneo mengine mpaka 90%. Hii supply ya 3.1, ukiangalia zile kampuni zote local company, nadhani zina 80% mpaka 90 tumesupply. Lakini huo ndio uhalisia kwenye ground. Ni kwa sababu gani? Tunachukua tenda, sisi ni maagent. Tunaenda kuchukua, tunaleta, tuna supply, tunapata commission. Tutoke kwenye eneo la commission, twendeni tukajenge viwanda ili kusudi tusiwe source of raw material kwenda kwenye nchi zingine create ajira na value chain ya madini. Sihitaji kuongea sana kwa sababu najua watu wote mlio ndani ni wabobezi na mnaelewa ninachokiongea. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kwa utaratibu ambao utawekwa ili kuweza kuzindua kamati zetu mbili. Kamati yetu ya masoko na mawasiliano na kamati yetu ya utetezi pamoja na ubunifu. Niko tayari kwa ajili ya utaratibu. Asanteni sana. Asante, makofi mengi sana tafadhali kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa mgeni rasmi, ningeomba usishuke au unaweza ukashuka ili tuandae mazingira, maana kuna heka kidogo zitafanyika hapa. Jamani, naomba tusimame tumpige makofi mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutoa maelekezo na kuonyesha moyo wa uweledi kabisa kwamba uko tayari kwa ajili ya kusaidia. Ningeomba zile timu sasa hii podium isogezwe upande huu mwingine, na ningeomba ile meza iweze kupandishwa hapa. Naomba tuketi tafadhali ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya uzinduzi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukisindikizwa na commissioner pamoja na mwenyekiti wa TAMISA Dr. Ndege, lakini pia ningemwomba mkurugenzi mtendaji wa private sector, naomba tuje hapa mbele kwa ajili ya kuweza kushuhudia uzinduzi huu. Ningeomba tutasimama upande huu, lakini ningeomba meza kuu tafadhali, Mshiu Robert pamoja na Kisiki kutoka wizarani, tafadhali sisi tutasimama upande ule pale kwa sababu kitakachotokea tutahitaji kuangalia screen. Kwa ningeomba tusimame upande huu ili kuweza kushuhudia uzinduzi huu. Simame hapa. Dr. Mshiu. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, utabonyeza hicho kitufe na ningeomba tusimame. Unajua hii ni defining moment iko hapa yote yale, na pindi tutakapokuwa tumeshazindua rasmi, tumefika kwenye 0 kwenye countdown yetu, tutapiga makofi mengi sana ya furaha. Karibu mheshimiwa mgeni rasmi, sasa uweze kubonyeza kitufe hicho tafadhali. Makofi
Makofi mengi sana tafadhali. Uzinduzi rasmi wa TAMISA Marketing and Communication Team au Committee 2025. Hao ni wajumbe wa kamati tuko nao. Makofi jamani, hayatoshi. Hao wajumbe wote ni wajumbe kimkakati kabisa. Asante sana. Makofi mengi tena tafadhali. Shukran sana. Basi ningeomba mheshimiwa mgeni rasmi unaweza kusogea hapa mbele ili tuweze kupiga picha pamoja na wajumbe wa meza kuu, alafu baada ya hapo tutakuwa na wawakilishi wachache. Fred, tuendelee tafadhali. Wengine mnaweza mkaketi sasa tafadhali. Mtu wa screen kama unaweza kupunguza mwanga wa TV.